nyemo. Vai achia bwana. Acha mwenye tuondoke. Nipige na huko. Wewe kidume wewe. Haya nipige na huko. Mbona umeacha? Hivi unahisi ukinipiga ndio nitaondoka huko ndani? Maneno mimi siondoki huko ndani. Yaani inawezekana nichume na wewe, nihangaike na wewe, niasu na wewe from nowhere out. Kila hisi tu niondoke huko ndani, siondoki. Ukitaka kuniua niue. Sitaki makelele na wewe, sitaki matatizo na mtoto wa mtu. Vai, chukua vitu vyako kwa usalama, ondoka. Wewe unahisi unaweza kunifanya kitu gani ambacho mimi sijawahi kufanya? Yaani wewe fanya chochote lakini mimi kuondoka huko ndani sahau. Chochote tumeasi, tumepambana alafu leo from nowhere tunaondoka. Na haki zangu huko ndani nimepambana, kuna jesho langu, siondoki. Sasa unalazimisha kuishi na wewe na mimi sitaki. Siondoki manyanya, siondoki huko ndani. Manyanya, mimi siondoki, siendi sehemu yoyote. Haiwezekani nipambane, nipoteze muda wangu, nipoteze jasho langu afu leo kirahisi tu ninyanyue miguu yangu niondoke huko ndani. Yaani kama unahisi wewe huwezi kuishi na mimi huko ndani, ondoka wewe. Mimi siondoki manyanya. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu. Karibu. Mambo si hayo. Na vipi kuhusu usalama wa chombo changu hapa nje? Hapa mtaani kwetu hamna shida, kwa hiyo wewe kuwa na amani. Baby. Huyu ndo yule mgeni wetu ambaye nilikwambia atakuja. Karibu sana mgeni. Tony! Andaa mazingira mwanangu, mgeni ameshafika. Haya. Kwa hiyo unachotaka kuongea ongea tu, hata usijali. Mdau waga sana huwa kuna mtu nampelekaga sehemu, kwa hiyo wacha nikamchukue nimpeleke na koenda. Sikia boy. Una haraka ya kwenda wapi? Na ndo kwanza umefika sasa hivi hapa. Wewe na huyu binti si unamdai huyu? Na bado hujapata haki yako. Ingia kwanza ndani upewe haki yako ndo uondoke ndugu yangu. Wala usiwe na haraka. Mimi haka. Yaani ni tajiri ambaye hana longolongo kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu mimi niwaache, nadhani muda umefika kuendelea na kazi zangu zingine. Nisikilize kwa makini. Hakuna kitu ambacho unakificha hawa hawakijui. Wanajua kila kitu. Wewe si unandai? Si unataka kuipiga? Mimi nyumbani kwangu ndio hapa, karibu ipige. Twende. Oya, washikaji. Mimi ni mwanaume mwenzenu kabisa. Ndugu zangu, Kasi amekula hela zangu kibao. Na tumekubaliana mara ya mwisho kwamba nakuja hapa nyumbani kwake na kuja kupata haki yangu. Na niambia kabisa hakuna mume, hakuna mtoto. Kwa mimi nashangaa nakuta hii hali. Kwa kiukweli mimi nikuja kwa ajili ya jambo hilo. Yaani nimesamea kutoka moyoni kabisa. Hakuna mbaya. Kwa hili ni jamani. Sasa je, mambo si hayo mwanangu. Ndio maana tumekuambia kwamba mazingira tayari yameshaandaliwa ndani. Wewe toka pige mzigo. Relax, ingia ndani, piga mzigo ndio ondoke ndugu yangu. Mambo si ndani. Twende ukaichapa. Fanya mniache huko wewe. Wewe vipi wewe? Wewe si unajifanya unajua sana kukoloma. Haya sasa koloma mbele ya wao wanaume wenzio.
Nisikilize kwa makini we mbwa. Yaani sio kila mwanamke unayemuona huko mtaani unaweza kumchezea chezea tu ovyo. Yaani popote utakapoiona hii sura, kimbia. Siku nyingine ukirudia, yaani sioni shida kukukata kiungo kimoja kimoja nikawapa mbwa au paka wakala. Chenzi pumbavu. Potea! Naona bahati sana leo mpumbavu wewe. Wahadisie na wenzako huko. Na umempiga kidogo mwanangu. Yaani mimi nataka nimuoneshe adabu. Angalia sasa. Si hivyo umekuja. Shida yako Sofia, unapenda sana kuwa mwoga. Haya, umefika hapa nyumbani kwangu. Umekatika miguu. Unajua Sofia, umeshakuwa ni mtu mzima. Si umenielewa? Kwa hiyo inabidi ifike wakati uangalie maisha yako. Yaani tatizo lenu nyinyi wanaume waongo. Inawezekana tukaja ukataka kumharibia tu mtu msichana wake afu endelee na mambo yako mengine. Unajua Sofia, ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani siku zote mama au mzazi hutakiwi kumuogopa. Ile inatakiwa umheshimu. Sio kile kitu ambacho mama anakuambia basi ndio hicho ambacho unatakiwa kifuate. Kwa hiyo si kile kitu ambacho unakuwa unakifanya basi mama inabidi awe anafahamu. Wewe Amani umjui mama yangu wewe. Kwanza mama yangu hapendi hivi vitu na akija kusikia sijui itakuwaje. Unajua mama yangu kalelewa katika mazingira mazuri. Hivyo akaniambia, mwanangu, subiri ili uishi vizuri na mume wako. Unaolewa, unalala naye, unaweza ukampikia, unaweza ukafanya kila kitu. Unajua nikwambie kitu, maana yangu mimi ni kubwa sana. Na malengo makubwa sana na wewe. Hata ya kutufunge ndoa. Si umenielewa vizuri? Kweli Amani? Sasa nikudanganya nini Sofia? Asante. Yaani nataka tufike hatua sasa, ifike wakati mimi na wewe tuwe mke na mume. Kweli? Yaani mimi nilishakwambia tangia mwanzoni kwamba inabidi wewe uniamini mimi. Na kwa sababu mimi sio mtu wa kubahatisha. Ni mtu ambaye naishi katika misingi na maadili. Kwa hiyo katika hilo ondoa shaka kabisa yani. Na uwe na amani. Amani, ukinidanganya alafu unajua ndo mwanaume wangu wa kwanza, tafadhali usiniumize. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu.